Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais sio tu kwa mpango, lakini kwa uwekezaji ambao amekuwa akiufanya kwenye sekta ya elimu. Ukiacha vyuo 80 ambavyo tunavyo, sasa hivi tunajenga vyuo 64, kwa maana kila wilaya iwe na VETA. Kwa hiyo tunapozungumzia mtaala wa Emirates, maana yake unazungumzia vyuo katika kila wilaya nchi nzima. Lakini haya ni maono ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwenye eneo hilo, kwa maana ameweka uwekezaji wa miundombinu kwenye eneo hilo. Lakini pamoja na uwekezaji wa miundombinu, Mheshimiwa Rais pia amewekeza kwenye teknolojia. VETA watakiri hapo, kumekuwa na matumizi makubwa ya teknolojia ukilinganisha na miaka ya zamani. Juzi tu Mheshimiwa Naibu Waziri amegawa pilots kwa ajili ya matumizi ya teknolojia kwenye eneo la ufundi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji kwenye eneo hilo. Lakini kubwa kabisa kuwajali wakufunzi. Ni juzi tu Mheshimiwa Rais amewezesha walimu wa amali 150 kwenda India. Kwa hiyo ni uwekezaji katika kuimarisha eneo hili la elimu ufundi. Kwa hiyo tuna kila sababu, tunaposema tumshukuru Mheshimiwa Rais, tuna kila sababu ya kufanya hivyo. Lakini nikushukuru Deo. Nikushukuru sana kwa maana ukiangalia dira yetu ya 2050 inasema 70% ya utekelezaji wa dira itafanywa na private sector. Kwa hiyo unachokifanya hapa unachangia utekelezaji wa dira ya 2050. Lakini vile vile unachangia utekelezaji wa sera yetu ya elimu ya 2013 toleo la 2024. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa maana ya kujenga ujuzi kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwa kazi unayofanya ni kazi kubwa na tunakushukuru kwa kazi hiyo. Kwa hiyo tunapozungumzia tukio la leo, umuhimu wake ni utekelezaji kwanza wa sera yetu ya elimu, lakini vile vile ni utekelezaji wa dira yetu ya 2050 ambayo inaelekeza kwenye kujenga uchumi wa viwanda unaotegemea rasilimali watu wenye ujuzi. Lakini vile vile kipekee shughuli ya leo ni utekelezaji wa maono ya Mheshimiwa Rais. Kwamba leo tumekaa hapa, yale maono yake ya kuwa na mpango, kwa leo tumeanza utekelezaji. Kwa hiyo ni tunafanya tukio kubwa kutekeleza yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiyatoa. Na mtakumbuka mpango huu tuliuzindua ilikuwa tarehe 9 Februari 2026. Kwa hiyo hata hatujafika miezi mitatu tuko kwenye utekelezaji wa kiwango hichi. Kwa hiyo tunafanya kama Mheshimiwa Rais alivyotuelekeza. Na mpango ule unaelekeza kuandaa mitaala kwa kushirikiana na waajiri. Kwa leo tunaandaa mtaala kwa kushirikiana na Aluminium Emirates. Lakini kuwapa wanafunzi uzoefu wa vitendo wakiwa bado wako vioni, lakini kuhakikisha walimu wanakuwa tayari, wahitimu wanakuwa tayari kuingia katika soko la ajira. Na ndio kitu ambacho kinafanyika hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Kwa ushirikiano kati ya VETA na Aluminium Emirates unazinduliwa leo ni mfano halisi wa utekelezaji wa mpango huu uliotokana na maono ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sikuja kwa ajili ya kutoa hotuba, nilipewa kwa ajili ya kumkaribisha Naibu Waziri, ndio mwenye hotuba yake. Kwa hiyo nikushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri. Wengi waliongea wamesema, akiwemo Deo, umetoka moja kwa moja airport na kufika hapa. Kwa hiyo tunakushukuru kwa kukubali kuwa sehemu ya tukio hili. Mimi nafahamu ratiba yako ilivyokuwa ngumu, lakini umeweza kutenga muda wa kuwa nasi kutoka airport na kuja moja kwa moja hapa. Lakini hii haijaja bure, hii imekuja kwa sababu ya historia. Mheshimiwa Naibu Waziri ana historia kwenye eneo la kujenga ujuzi kwa vijana. Kwa hiyo ni kutokana na passion yake hiyo amekuwa akilifanya hilo. Kwa wale wanaoifahamu taasisi inayoitwa Mwanamke Initiative Foundation, mambo mengi sana yamefanyika kwenye eneo la kujenga ujuzi. Kwa hiyo amekuja kufanya hili kwa sababu anawiwa na ambacho kinaendelea hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa kutenga muda lakini kuja kwa ajili ya tukio hili. Mimi bahati nzuri nilipatika kukaa na baadhi ya watoto ambao wamenufaika na jitihada zako. Nikaa na mtoto mmoja anaitwa Salha Bashiri kutoka Zanzibar, alinieleza kwa kiasi gani ameweza kunufaika kwa mpango wa mashirikiano kama haya ambayo yanaendelea kupitia taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation. Ndugu mgeni rasmi, nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha mahali hapa na katufikisha katika shughuli yetu hii ya leo. Lakini pia kwa kipekee zaidi nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba wizara yetu ya elimu inakuwa na viongozi ambao wenye malengo na wenye maono ya kuhitaji elimu na mafunzo nchini yanakuwa yanafanyika katika ubora na viwango vile vinavyotakiwa. Lakini pia
nishukuru pia kwako wewe binafsi kwa kuweza kushiriki katika mwaliko huu tuliokupatia. Kama ilivyosemwa, ratiba yako tunajua ni ngumu na ratiba ya kipindi hiki ni nzito, lakini umetenga muda wa kuweza kufika na kuweza kuja katika shughuli hii ambayo umeipa umuhimu mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yetu. Uwepo wako ni dhamira kubwa kwetu kwa VETA, lakini pia na kwa wadau, kwamba serikali inavyothamini maendeleo ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini, lakini pia inavyothamini kuhakikisha wananchi wanapata fursa ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tupo katika tukio ambalo tunasema tunaenda kuzindua mtaala wa utoaji wa mafunzo ya ufundi wa aluminium na ufungaji wa vioo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama VETA wenye jukumu la kuhakikisha Watanzania wanapata ujuzi, wanapata mafunzo na wanapata utaalamu katika maeneo mbalimbali. Mwaka jana tuliweza kutembelea ofisi za wenzetu Aluminium Emirates kujionea shughuli wanazozifanya, na kwa sababu tulikuwa tunaona ndani kuna mafunzo tunayoyatoa ambayo tunayaona sasa inabidi tuyaboreshe, na baada ya kufika na kupitishwa katika shughuli zinazofanyika, tuliona kwamba ni dhahiri ili eneo la aluminium na glasswork ni eneo kubwa lenye kutoa fursa kubwa ya ajira na watu kujiajiri, lakini ni eneo ambalo linahitaji utaalamu. Sio eneo dogo ambalo mtu unaweza ukasema tu lipo kwa udogo liweze kutolewa mafunzo kwa udogo. Ni eneo kubwa linalohitaji utaalamu. Kwa hiyo sasa ili tulazimu kuweza kuingia makubaliano na wenzetu wa Emirates Aluminium kuona ni namna gani tunaenda kutengeneza mtaala, na huu mtaala ambao utakidhi mahitaji ya soko la ajira, ambapo soko la ajira wao wanajua, wanakutana na mafundi, wanakutana nao na kuona kwamba hawa mafundi wanatakiwa watengenezwe vipi. Na katika kipindi ambacho walikaa wataalamu kutoka Emirates Aluminium na wataalamu wa VETA, waliweza sasa kuona ni namna gani tuna uwezo wa kutengeneza mtaala ambao utaweza kugusa na kutoa mafunzo ambayo yatakuwa na ubora na viwango vile vinavyohitajika, na katika kuwawezesha Watanzania kupata ujuzi ule ambao utawawezesha kufanya kazi katika viwango vizuri. Isije katokea kwamba mtu ana ujuzi kaenda kufanya kazi, mwisho wa siku ile kazi baada ya miezi miwili mitatu imeharibika, imekuwa haifai, tukaanza kumlaumu. Kumbe lawama zilikuwa zinatakiwa zisiende kwake fundi, lawama zilikuwa zinatakiwa zianze kwa yule anayemfundisha fundi. Sasa mwenye jukumu la kumfundisha fundi, manake kwa serikali sisi kama VETA tumepewa jukumu hilo. Kwa unaweza kujikuta VETA tulikuwa tunajitengenezea lawama ambayo tulikuwa hatuijui, lakini kumbe tulikuwa tunatakiwa tuifanyie kazi. Kwa juhudi zilifanyika kuhakikisha kwamba tunatengeneza mtaala ule kwa kupitia wataalamu kutoka kwenye kiwanda cha Emirates Aluminium ambao wamefanya kwa kazi kubwa na kwa muda mrefu, wamejitahidi kutuambia nini kinachotakiwa kufundishwa. Na sisi kama watekelezaji tuliweza kuhakikisha kwamba tunaandaa huu mtaala. Na tunashukuru mtaala ule ulipita prosesi zote zinazotakiwa za kuona kwamba una ubora na viwango vinavyohitajika kwa ajili ya kutolea mafunzo. Kwa hiyo ilipita katika vyombo vya ndani vya VETA, ilipita kwa wadau, na mwisho wa siku ulienda kwa regulator ambaye alienda kuupitia na kuuthibitisha kwamba mtaala huu unaweza kutumika kutolea mafunzo katika eneo hili. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunasema ni stadi ambayo ndo mara ya kwanza imetengenezewa mtaala unaojitegemea. Lakini mtaala huu kwa kushirikiana sasa na wenzetu kiwanda kutengeneza huu mtaala. Kwa hiyo jambo hili na lenyewe pia limetupelekea sasa kuona yale ambayo serikali inatuelekeza sisi kama vyuo kushirikiana na viwanda na waajiri kuhakikisha kwamba tunatengeneza mitaala ambayo inaendana na mahitaji ya soko la ajira, ambayo inaendana na kwamba mtu akifundishwa, akipewa ule utaalamu, akienda basi mtaani ana uwezo wa kuutumia na ana uwezo mwisho wa siku wa kutekeleza shughuli mbalimbali na mwisho wa siku kujiingizia kipato. Na sisi tunaishukuru serikali. Mwezi wa pili mwaka huu serikali iliandaa mwongozo wa namna ya vyuo kuweza kushirikiana na viwanda na waajiri ili kuhakikisha mafunzo yanayotolewa katika vyuo yanakidhi mahitaji ya soko. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, nipende kusema
Kupitia swala hili sisi kama VETA tumeona dhahiri kwamba ushirikiano baina ya viwanda na vyuo ni muhimu, kwa sababu unatupelekea sasa kutengeneza kitu ambacho tutakapoenda kumfundisha mtu akienda kule mtaani basi anaenda kukitumia. Kwa sisi tumeona kabisa kwamba kuna umuhimu mkubwa wa mashirikiano haya. Lakini pia tumeona kwamba utoaji wa mafunzo lazima umjenge yule mwenye kwenda kutoa mafunzo. Ndio maana umeona kuna wakufunzi ambao wako hapa. Hawa wakufunzi na wenyewe wamekuja kwa ajili ya kuja kufundishwa namna gani watakavyoenda kufundisha watu, kwenda kufundisha mafundi ili waweze kuja kuwa mafundi bora. Tusingesema kwamba tunamaliza mtaala tunaanza kufundisha, kumbe wataalamu wetu wa kufundisha na wenyewe hawajapewa utaalamu wa kutosha. Tumepita kwenye karakana kule, tumeona mabadiliko ya kiteknolojia yanahitaji vifaa vya kisasa, yanahitaji teknolojia mpya. Kwa lazima yule tunaitaka aende kufundisha awe na yeye anajua hizo teknolojia. Kwa tunashukuru sana kupitia wenzetu wa Emirates Aluminium kutoa hiyo nafasi na kuhitaji kwamba wafunzi wetu waje kiwandani, wapewe dozi na wenyewe wajue, ili mwisho wa siku watakapoenda kufundisha wawe na uwezo wa kuweza kufundisha kile kitu kweli kinachotakiwa kutufundishwa kutoka kule mtaani, lakini kuweza kutafsiri vizuri ule mtaala kwa ajili ya kutoa mafunzo. Na hii ndio inaenda kuhakikisha ubora wa mafunzo tunaotaka kuutoa umeakisi kuanzia yule mtoa mafunzo hadi yule anayefundishwa, kwa anakuwa na ubora ule unaohitajika. Tunasema kwamba jitihada hizi zinatupelekea kuona kwamba tunaenda kuimarisha ubora wa utoaji wa mafunzo, wakufunzi kuwa na ujuzi wa kisasa unaokidhi mahitaji ya soko, lakini hatimaye kuongeza ubora na ushindani wa wahitimu. Tunaamini hawa watakavyotoka na wahitimu wetu pia watakapotoka, basi watakuwa na uwezo wa kuweza kwenda kufanya kazi zile zinazotakiwa. Asije akatoka kule mhitimu wetu amekuja kukutana na amekuja kiwandani kuja kufanya kazi, au ameenda kufungua eneo la kutengeneza bidhaa mbalimbali za aluminium, zile bidhaa zinakosa ubora. Zikikosa ubora, tunaweza kumlaumu kiwanda au tunaweza tukamlaumu fundi, kumbe unaweza kukuta sisi tulishindwa kumtengeneza vizuri. Lakini kupitia mtaala huu tunaamini tunaenda kuzalisha wahitimu wenye ubunifu na wenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Uwekezaji mkubwa umefanywa na wenzetu wa Emirates Aluminium kwenye eneo hili. Tunaamini ule uwekezaji unapofanyika ukiwa na mtu anaye uwezo wa kuzalisha product kule zikawa bora na watumiaji wakanufaika na wakafurahi zile bidhaa, basi ndipo imani itakapokuwa kubwa ya watumiaji kuhitaji ile bidhaa zaidi, na ndipo hapo kutakapofunguka kiwanda kitakapouza zaidi, mafundi mtakapopata kazi zaidi za kufanya shughuli mbalimbali. Kwa tunaamini kupitia hili tunaenda kujenga nguzo bora na nguzo muhimu ya kuweza kufanya uzalishaji, lakini pia na mwisho wa siku wale mafundi kuwa na ubora. Lakini nipende kusema kwamba hiki kitu kimekuja tayari, kimeshaanza kufanyiwa, kilikuwa tayari watu wameshaanza kujifunza. Mwenzetu wamekuwa wakitoa mafunzo mbalimbali, na katika hilo tumeona wapo hapa mafundi ambao wamefundishwa katika maeneo mbalimbali. Tunaamini mafundi hawa hatutawaacha hivi hivi. Mheshimiwa Naibu Waziri, tulikuwa mmetuelekeza kama wizara na serikali, kama nilivyosema awali, tunavyosema fursa kama zote kwa watu wote, na ndiyo serikali maelekezo yake kwetu sisi VETA kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata ujuzi, lakini kila Mtanzania ujuzi wake unajulikana, unatambulika na una uwezo wa kuweza kutumika mahali popote atakapohitajika uweza kutumika. Na hili Mheshimiwa Waziri, najua jana tulikuwa na tukio na mlitoa maelekezo, na najua leo utazidi kutoa msisitizo wa maelekezo kuhusiana na eneo hili, na sisi tuko tayari kuyapokea kwa wale ambao wameshiriki, lakini pia wale ambao wako mkoa wa Dar es Salaam na wale ambao wapo katika mikoa mingine. Tunaamini tutawafikia na kuhakikisha kwamba tunaliweka vizuri swala lao la kuwa na vyeti, lakini pia na kutambua utaalamu wao. Nipende kusema mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tunakushukuru kwa kukubali kushiriki nasi katika hafla hii, lakini pia nawapongeza na kuwashukuru wenzetu wa Emirates Aluminium kwa kuweza kutoa muda wao
pokea mwaka jana kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba tunatengeneza huu mtaala ambao utasaidia kutoa mafunzo kwa wale ambao watakaokuja wapya kusoma, lakini na wale ambao kama leo mpo na nyie pia huu mtaala unawahusu. Kuna maeneo mbalimbali ambayo tutazidi sasa kujengana kitaalamu. Unaweza kukuta fundi tunalalamikaga kwamba mafundi bwana, bei za material, bei za kufanya kazi haziendani, lakini kupitia humo ndani tumeweka namna gani fundi aelekezwe namna ya kutengeneza gharama, namna ya kumchaji mteja, namna gani ya kuongea na mteja, namna gani ya kuweza kuhakikisha anatoa huduma iliyo bora ili kuweza kuaminika na wateja. Yote yamewekwa katika huo mtaala.